kuwaelekeza waliokubali kushiriki vurugu kwa kuzuia uchaguzi mkuu namna ya kufanikisha lengo hilo. Wapo pia mashahidi walioshiriki kufanya ghasia waliokuja mbele ya tume na kukiri kuwa baadhi yao walipewa simu maalum za mkononi na kupewa kazi ya kupiga picha na video za matukio kama vile majeruhi na vifo, au kupiga picha jirani na magari ya jeshi la ulinzi, sambamba na picha za maeneo mbalimbali ya wafanya ghasia walikuwa wamefanikiwa kufanya uratibu, na kisha picha hizo na video zote hizo kurusha moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ili kuibua hasira za wananchi na kuwahamasisha nao wajitokeze kufanya ghasia kwa vile waliaminishwa kwamba jeshi la Tanzania liko upande wao. Kundi la pili la vichocheo ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ziko 12, lakini ziko nyingi ambazo baadhi ya washiriki katika ghasia walikiri kuzitumia ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la tatu la vichocheo lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge, majina yao yalikatwa kwenye ngazi za juu za vyama, na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Lengo la wahusika. Kabla ya kueleza matokeo ya uchunguzi kuhusu lengo la wahusika, niruhusu nieleze kwa kifupi sana kuhusu dhana ya maandamano na matokeo ya uchunguzi wa tume kuhusu kilichodaiwa tarehe 29 Oktoba, endapo kilikuwa ni maandamano au sio maandamano. Dhana ya maandamano ya amani. Kabla ya kuzungumzia lengo la waathirika, matukio yalikuwa yanachunguza ghasia, ni muhimu kupata jibu la swala liliopo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kama yalikuwa maandamano ya amani, na hivyo kustahili kinga na utetezi kwa mujibu wa mikataba au sheria za kimataifa, kikanda na kitaifa au la. Majibu ya swala hilo ni muhimu kwa vile baadhi ya wadau ikiwemo watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi bado wanadai kuwa wahusika na haki ya kikatiba kufanya maandamano katika siku hiyo ilikuwepo siku hiyo ya 29 Oktoba. Hivyo tume ilifanya uchambuzi wa mikataba, sheria na kanuni mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa kuhusu dhana ya haki ya maandamano ya amani na mipaka yake. Mheshimiwa Rais, maandamano ni miongoni mwa haki za msingi zinazotambuliwa na ibara 21 ya mkataba wa kimataifa
kuhusu haki za raia na za kisasa mwaka 1966 uliopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 19 Disemba mwaka 1966. Pamoja na mambo mengine, ibara hii inatambua haki ya kukusanyika kwa amani. Aidha, mkataba huu pia unaruhusu serikali kuweka mipaka kwa ajili ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya au maadili ya jamii na kulinda haki za watu wengine. Vile vile, uwekaji wa mipaka ni lazima uzingatie haki ya msingi ya kuishi kama ilivyoainishwa katika ibara 6 inayotaja kuwa kila binadamu ana haki ya asili ya kuishi, pamoja na ibara 21 inatambua wigo na ukomo wa maandamano kama yapo kisheria, kihalali, ulazima, uzingatiwaji wa uwiano na ni lazima kwa ulinzi na usalama wa umma. Kuhusu misingi ya kikanda, haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani imeelezwa katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981 na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 kuwa ni haki ya msingi inayotakiwa kulindwa na kuheshimu. Katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981, haki ya kusanyika kwa uhuru na amani imetambuliwa na ibara 11, na ibara hiyo imeweka wazi kwa mtu ana haki ya kukusanyika kwa uhuru pamoja na wengine. Aidha, serikali zinaweza kuweka masharti kuhusu haki hiyo kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya, maadili pamoja na haki na uhuru wa watu wengine. Tume ya Afrika ya haki za binadamu na utawala bora pia imeweka mwongozo kuhusu uhuru wa kujumuika na kukusanyika barani Afrika uliopitishwa mwaka 1917 ili kulinda haki ya maandamano barani Afrika. Mwongozo huu unazingatia nchi wanachama kuhakikisha maandamano ya amani yanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wajibu wa serikali ni kuruhusu mijumuiko hiyo iliyobainishwa katika katiba za nchi, na polisi wanapaswa kulinda waandamanaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi hayaruhusiwi. Misingi ya kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 imeweka haki za msingi za binadamu, ikiwa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika au kuandamana kama sehemu ya kutumia haki za uhuru wa maoni na kujieleza, pamoja na uhuru wa kukutana kwa watu wengine kwa hiari na kwa amani. Aidha, sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi pia imetoa mwongozo kwa mambo mengine na imeweka taratibu wa namna haki ya maandamano inavyopaswa kutekelezwa katika utekelezaji wa haki hiyo. Sheria pia imeweka mambo ya msingi ya kuzingatiwa kwa washiriki waandamanaji na serikali, kama vile haki ya maandamanaji na wajibu wa kutoa notice, kueleza madhumuni ya maandamano na eneo la mkusanyiko na utoaji wa zuio la maandamano. Baada ya uchambuzi na ushahidi na taarifa kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa muktadha wa vifungu hivyo vya katiba, hususan kukusanyika, kuandamana kwa amani na kutoa maoni, na baada ya uchambuzi wa mikataba ya kimataifa, kikanda na sheria za Tanzania kuhusu wajibu wa serikali kulinda haki ya kukusanyika kwa amani, ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano
kuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani, na kutoa notice kwa Jeshi la Polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya Jeshi la Polisi. Matakwa ya sheria za kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko takwa hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48 kama ilivyo sheria ya Ureno, ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea. Ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya Katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. Tatu, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa, ibara 21 ya Mkataba wa Haki za Binadamu na Raia na Kisiasa mwaka 1966, wa kikanda ibara 11 ya Mkataba wa Afrika ya Haki za Binadamu za watu na binadamu mwaka 1981, na ibara 10 na 11 ya Mkataba wa Ulaya wa Haki za Binadamu mwaka 50, na kitaifa ibara 18 na 21 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha. Na 4, sheria na taratibu za kimataifa, kikanda na kitaifa haziruhusu maandamano yanayosababisha taharuki katika jamii, kuhatarisha usalama wa taifa, kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi, pamoja na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mambo hayo yalifanyika na yanakuwa kinyume cha sheria na tafsiri ya maandamano ya amani. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa, na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.